Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutupa zawadi ya uhai, kuendelea kutubariki afya njema, na leo tumekutana siku ya hapa tukiwa hapa kwenye mamlaka ya kaka yangu hapa Kisarawe Kiluvya Madukani. Shukrani sana. Kwenye msikiti wa Masjid Salafi. Naam. Lakini la pili ni tumie fursa hii kuendelea kuomba radhi kwa kiongozi wetu, rais wa klabu yetu Engineer Hersi Said kwa kushindwa kufika hapa kama ambavyo tulikuwa tumekubaliana, na amekuwa na dharura ambayo amewasilisha kwa mkuu wa wilaya, na ikamlazimu sasa atuteue sisi vijana wake tuje tumwakilishe kwenye hili jambo la siku ya leo. Naamini Mheshimiwa mkuu wa wilaya amepokea dharura ya kiongozi wetu na mambo yamekwenda vizuri kabisa. Ndugu zangu, sisi klabu ya Young African Sports Club kila nyakati kama hizi za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa tuna tamaduni ya kupata iftari pamoja na jamii mbalimbali. Na kwa mwaka huu naweza kusema ilikuwa baraka kidogo kwa kuchelewa kufanya hilo zoezi, kwa sababu tulikuwa na shughuli nyingi za kimpira hapo katikati. Kwa hiyo tumeangukia kwenye kumi la mwisho hapa, ndio tumeangukia hapa. Kwa hiyo rais wa klabu yetu na viongozi wote wa kamati tendaji wakasema safari hii bwana, tukalifanya hili jambo nje kidogo ya hapa Dar es Salaam, katika ile eneo ambalo tumezoea kufanya mara zote. Iftari hii tukajaribu kula na kushare na watu wengine wa mbali kidogo na hapa ambako sisi tupo. Na hapo ndiko ambako tukawasiliana na viongozi mbalimbali kuhusu wazo hilo, na nitumie fursa hii kumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Kisarawe. Alitupokea wakati huo na akatupa baraka zake zote kwa kutukaribisha Kisarawe tuje tupate iftari eneo hili. Kwa hiyo tunakushukuru sana mheshimiwa. Licha ya kutukaribisha, lakini pia alituelekeza eneo hili Masjid Salafi, akatupa historia nzuri ya eneo hili na akatupa pia mipango mikubwa ambayo inafanyika katika eneo hili. Mimi mheshimiwa nikupongeze kwa dhati, yako mengi mazuri unayofanya, lakini kiongozi hapa aliyetangulia kuzungumza kabla yako amezungumza moja katika sifa ambayo uko nayo ni kuunganisha jamii katika makundi yote. Jamii ikishaungana maana yake hakuna hadithi za udini hapo, hakuna hadithi za ukabila, inakuwa jamii moja yenye wananchi wanaoimba lugha moja ya Tanzania. Kwa hiyo hapa watu wameungana, na ndio maana jambo tumeliandaa hili na mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa hiyo tukupe pongezi sana kwa jitihada ambazo unazifanya, na naamini jitihada hizi za mkuu wa wilaya ni taswira ya mengi mazuri ambayo yanafanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Yako mengi makubwa na mazuri anayofanya, lakini ukiona viongozi ambao wamewateua kuja katika wilaya kama hii ya Kisarawe wanafanya mazuri, wanafanya mambo ambayo yanaunganisha wananchi, maana yake kioo cha mheshimiwa rais kinakuwa salama na watu wanaona jitihada ambazo wasaidizi wake mnazifanya kwa wananchi wake. Kwa hiyo tunakuomba pia utufikishie salamu hizi za pongezi kwa mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Umegusia kidogo hapa jambo la Yanga kupewa ndege kwa wakati mwingine, japo si mara zote huwa linafurahisha watu wote, lakini tumefurahi pia kama umeliwasilisha pia huko. Ndugu zanguni, sisi hatuna mengi sana. Kubwa lilikuwa ni hili, kujumuika na kupata iftari ya pamoja. Tumefuturu pamoja na iftari imekuwa nzuri, iftari imekuwa tamu, kila mmoja amekuja hapa ameenjoy, na mheshimiwa ameniambia bado ipo. Kwa hiyo ndugu zangu ambao tuko hapa, tukimaliza hapa kama wakati wa swala tukuta tukishamaliza kuswali, basi kila mtu atachukua tekeo yake uende ukafanye dako pia. Yote hayo yameandaliwa vizuri hapa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote ambao tumejumuika hapa. Uongozi wa klabu Young Africans unawashukuru, lakini unawaahidi kwamba huu sio mwisho. Kitokea wakati mwingine fursa nyingine, basi na nyinyi msisite kutafuta. Hii ni klabu ya wananchi, ni klabu ya watu, ni klabu ambayo chimbuko lake lipo kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo wakati wowote pakiwa na jambo lolote, pia msisite kuwasiliana sisi. Likiwepo la kufanikisha, basi tutakuwa mstari wa mbele
kulifanikisha. Mwisho, mheshimiwa, niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari ambao tumetoka nao Dar es Salaam, wamesafiri pia na wao kidogo, wamekuja huku na wamefurahia mazingira. Wakati fazungumza nao, kila mmoja ambaye pata nafasi leo kufika kwa mara ya kwanza katika wilaya yako ya Kisarawe amezungumza mazuri ambayo kayaona. Wakati tunaanza safari Dar es Salaam kule, tulikuwa na mashaka kidogo na umbali. Tukasema muda huu tunaotoka huu tutawahi kweli au tutakuta tayari futari imeshamalizika. Lakini tumegundua Kisarawe sio mbali. Tumetembea vizuri, barabara ni safi kutoka tulipoanza safari mpaka tulipofika hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana na tunaamini sifa hizi ni sifa zinazokwenda kuwapa nguvu muendelee kufanya mengi mazuri kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Kufikia hapo nawashukuru sana ndugu zanguni na asanteni sana. Tusemena kidogo jamaa umshukuru. Awali ya yote kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuendelea kutujalia afya njema, kutoa baraka ya uhai na leo ametukutanisha hapa Kisarawe. Mimi niko hapa kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans nikimwakilisha rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said, lakini pia nikiwakilisha kamati nzima ya tendaji ya klabu yetu. Wazo hili lilikuwa ni wazo lao kwa 100% na nafikiri udhuru yao imefika kwako. Nimepokea. Yes. Na ina msingi. Na ina msingi, shukrani sana kwa hiyo. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha uongozi wetu wa klabu ya Young Africans. La pili, mheshimiwa, ni kushukuru kwa kutupokea na kutukaribisha katika wilaya yako. Mimi ni mara ya kwanza nafika Kisarawe na mengi mazuri ambayo yalikuwa yakizungumzwa kuhusu Kisarawe leo wakati naendesha na kuja nimejionea mwenyewe. Kwa hiyo tunashukuru sana. La tatu, tunakushukuru pia kwa kutupa hii fursa. Sisi Club Young Africans kila ambako tunaingia kwenye kipindi hiki cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani, lakini pia imani ya Kikristo akiwa kwenye ibada hii ya Kwaresma, huwa tuna utaratibu wa kupata iftar na jamii mbalimbali. Lakini kwa awamu hii ndio mara ya kwanza Club Young Africans inafuturisha jamii. Na imekuwa bahati, viongozi walichagua Kisarawe na kwa uungwana wako na ukarimu ukatupokea na ukatupa nafasi ya kuja kushiriki kwenye sadaka hii na wenzetu wa huko. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa fursa hii. Umezungumza mengi na mazuri na ni kweli. Kisarawe bwana sio mbali. Kiwa huko Dar es Salaam kule unaweza kuhisi ni mbali sana. Na hata wakati sisi tunaanza safari na ndugu zetu waandishi wa habari ambao tumekuja nao huku, tulikuwa tuna makadirio ya safari kidogo kama itakuwa ndefu. Lakini tulivyokaa njiani tumefika kwa uharaka, barabara ni rafiki, lami imetandikwa mpaka hapa tumefika, mazingira ni mazuri kabisa. Kwa naamini sisi ambao tumekuja hapa, wote sisi viongozi wa klabu ya Yanga na waandishi wa habari ambao tumekuja hapa, tutakuwa ni mabalozi wa kwanza wa kuelezea yale mazuri ambayo tumeyaona tukiwa tunakuja huko. Mheshimiwa, kwa sababu tuna shughuli nyingine ya kufanya, mimi ningeomba niishie hapo kwenye shukrani na yale mengine ya kuzungumza tutakwenda kuyazungumza kwenye tukio lenyewe kule. Mwisho ni kushukuru kwa zawadi hizo ambazo umetuandalia. Zawadi hiyo ya mbuzi, korosho na mihogo. Na mimi nikuhakikishie mheshimiwa, kama ambavyo umenisisitiza kwenye matumizi, zitatumika ipasavyo. Kwa hiyo tunakushukuru sana na tuko tayari sasa kwenda kwenye tukio lenyewe. Nikutambulisha tunaye mkurugenzi amefika, tuko naye, tutaongozana naye, ndio mwenye halmashauri. Sahihi kabisa. Tunafanya naye kazi vizuri na wengine ndio wanasogea. Na nikuombe chukua kama dakika 10-15 management timu na uongozi wanasogea. Alafu baadaye tuanze safari yetu. Sio mbali. Sawa. Na mkitoka kule mnapitia moja kwa moja kule. Sawa. Kuna shida. Nyosha tu moja kwa moja. Ni rami tu kama mnarudi Dar. Kwa hapa kidogo ndo tutapita kwenye kama Karafu Road. Kwa hiyo Kisarawe ni nzuri hata kwa wawekezaji. Nilikuwa nasema tunaangalia. Tumejenga hapa uwanja kwa ajili ya mazoezi hapo jeshini. Nafikiri Mheshimiwa Rais atakapokuwa amekuja atawatembeza wakati mwingine wao mnakuja kufanya kwa mazoezi. Sahihi. Ni kwa mazoezi ya Yanga huko na timu nyingine ni pazuri sana. Kwanza hali ya hewa ni tulivu. Sahihi. Lakini pili kuna milima, mabonde. Ukipanda kule Dar es Salaam unaona Dar es Salaam viewpoint pale kwa kazi Mzumbu.
Alafu tuna sehemu nzuri sana kwa ajili ya watu kutulia, utulivu. Tuna lodge nzuri sana msituni. Na hapa jeshini wamejenga restaurant nzuri sana. Waweza kufanya mazoezi baadaye, wanatulia pale jeshini. Tunataka Kisarawe tuipanue. Lakini vile mnaweza mkajenga huko hata hosteli za wachezaji. Sisi mkija kuwekeza tunawapa maeneo. Kwa sababu Yanga ni moja ya timu muasisi miongoni mwa timu za chimbuko la nchi hii. Wapa eneo Yanga sio dhambi. Unajua mtoto kwa baba kupata kitu sio mbaya. Sio mbaya. Na mimi ni mdogo kiumbo kwa cheo nikitamka unapata. Ni kweli. Napewa na mkurugenzi pale anasema mkuu nimepokea. Kwa maelekezo tayari. Ndio. Shukrani sana. Mkijenga huko hata hoteli yenu wageni wanakuja ni pazuri sana. Pazuri sana. Na ujenzi wa Kisarawe ni rahisi sana kwa sababu mchanga upo hapa hapa, simenti ipo hapa hapa. Mkoa wa Pwani ndio tunaongoza kwa viwanda vyote. Unaweza ukamaliza ujenzi kwa kila kitu unapata hapa. Labda tu mabati ndio tunataka kununua Ilala. Lakini nondo, simenti, vioo, vigae vyote Pwani tunajitosheleza. Ni rahisi sana. Kwa hiyo karibuni sana. Bila ambalo mnaona mnahitaji tusaidiane, karibuni. Shukrani sana.